Basi tunaendelea na simulizi yetu ya nyumba namba 13 na leo ikiwa ni sehemu ya 6 ambapo tunakutana na visa mbalimbali. Karibu, endelea kuisikiliza. Ukumbi wa hospitali ulitulia kwa sekunde chache. Adamu alimtazama yule mwanaume mwenye koti jeusi. Mwanga wa taa ulimwangukia usoni, lakini kabla hajauona vizuri, taa zikaanza kumulika na kuzima. Uso wake ukafunikwa tena na giza. Mwanaume huyo akacheka. "Ulitaka kuniona? Utaniona siku ambayo utakuwa tayari kuubeba ukweli." Adamu akakaza ngumi. "Niache nimwokoe mama yangu." "Hilo linawezekana kwa sharti moja." "Sharti gani?" "Kabidhi daftari la mzee Baraka." Adamu akatikisa kichwa. "Sina daftari." Mwanaume huyo akatabasamu. "Usinidanganye. Kapteni Hamisi amelikabidhi mikononi mwako." Kapteni Hamisi akashtuka. "Mtu huyu anajua kila hatua yetu. Imekwaje?" Danieli alikuwa amechungulia dirishani. Akamnong'oneza Amina. "Kuna walinzi 5. Wote wana silaha." Amina akamuuliza, "Tutaingiaje?" Danieli akatabasamu. "Hatutapitia mlangoni." "Basi." Akanyosha kidole chini. Hospitali zote za zamani zilikuwa na handaki la huduma. Mzee Salum akatikisa kichwa. "Uko sahihi. Nakumbuka njia hiyo, lakini imefungwa kwa miaka mingi." Danieli akajibu, "Milango hufungwa, njia hazifi." Ndani ya chumba, Mama Neema alimtazama yule mwanaume mwenye koti jeusi. "Ungekuwa jasiri usingejificha gizani." Mwanaume huyo akacheka. "Na wewe ungekuwa mwaminifu usingemficha Adamu kwa miaka 25. Mama Neema akajibu kwa sauti thabiti, "Nilimficha asije kuwa kama wewe." Maneno haya alimfanya mwanaume huyo anyamaze kwa sekunde chache. Kwa mara ya kwanza, hasira zilionekana machoni mwake. Nje ya jengo, Duma alianza kunusa ardhi. Akaanza kuchimba kwa kasi. "Amepata nini huyu?" Amina akauliza. Kapteni Hamisi akamsogelea. Baada ya muda mfupi, kifuniko cha chuma kilionekana chini ya udongo. Mzee Salum akakifuta kwa mikono yake. Juu yake kulikuwa na maandishi yaliyofifia. "Njia ya dharura, wafanyakazi pekee." Danieli akatabasamu. "Tumepata mlango." Walivuta kifuniko kwa nguvu. Kikafunguka taratibu. Harufu ya unyevunyevu ikatoka ndani. Ngazi za chuma ziliteremka kuelekea gizani. Adamu akawasha tochi. "Twendeni." Walianza kushuka mmoja baada ya mwingine. Walipofika chini, walikuta handaki refu lililojaa mabomba ya ghafla. Duma akaanza kubweka kwa nguvu. Danieli akainua tochi yake mbele. Kulikuwa na mtu amelala sakafuni. Walimsogelea kwa tahadhari. Alikuwa bado anapumua. Amina akapiga magoti. "Huyu ni nani?" Kapteni Hamisi alipomwangalia vizuri, uso wake ukabadilika. "Haiwezekani. Nimemtambua." "Ni nani?" Adamu aliuliza. Kapteni Hamisi akajibu kwa sauti ya chini. "Huyu ndiye fundi aliyebuni mfumo wa handaki hili. Lakini alitangazwa kuwa amekufa miaka 20 iliyopita." Mzee huyo akafumbua macho polepole. Akamshika Adamu mkono kwa nguvu. Kwa sauti ya shida akasema, "Msiende kwenye chumba kikuu." Adamu akainama karibu naye. "Kwa nini?" Mzee huyo akavuta pumzi ya mwisho wa nguvu zake. Kisha akanong'ona, "Kwa sababu ndani yenu tayari kuna msaliti." Macho yake yakafumba. Ukimya mzito ukatanda ndani ya handaki. Daniel na Amina wakatazamana. Hakuna aliyesema neno. Kwa mara nyingine, kila mmoja alianza kumtilia mwenzake shaka. Kimya kilitanda ndani ya handaki. Sauti pekee iliyosikika ilikuwa matone ya maji yaliyokuwa yakidondoka kutoka kwenye mabomba ya zamani. Adamu alishika mkono wa yule mzee. "Baada anapumua." Amina akapiga magoti haraka. "Nipe tochi."
akaichunguza shingo yake. Hajafa, amezimia kwa uchofu na jeraha. Kapteni Hamisi akavuta pumzi ndefu. Asante Mungu. Danieli akachana kipande cha shati lake na kukifunga jeraha la mzee huyu. Tukimwacha hapa atakufa. Mzee Salum akatazama mbele ya ndani. Na tukikaa hapa muda mrefu, Mama Neema yuko hatarini. Ghafla Duma akaanza kunusa ukuta wa kushoto. Akabweka mara mbili. Adamu akamulika kwa tochi. Kulikuwa na mchoro wa zamani uliochorwa ukutani. Mchoro huu ulionyesha ramani ya handaki, lakini katikati yake kulikuwa na alama nyekundu ya X. Chini yake kuliandikwa, njia hii ni ya kurudi, si ya kuingia. Danieli akakunja uso. Kuna njia nyingine. Kapteni Hamisi akaonyesha upande wa kulia. Kama kumbukumbu zangu ziko sahihi, chumba kikuu kiko mbele, lakini kuna mlango wa siri unaopita chini ya gala la dawa. Amina akashangaa. Unaijua vizuri hiyo hospitali eh? Kapteni Hamisi akatikisa kichwa. Miaka mingi iliyopita nilikuja hapa kumtafuta mtu. Ulimpata? Kapteni Hamisi akanyamaza. Kisha akajibu, hapana. Ndani ya chumba kikuu, Mama Neema alikuwa bado amefungwa. Jaji Rashidi akamwangalia. Neema, kama akifika huku usiwaambie ukweli wote. Mama Neema akashangaa. Kuna ukweli gani mwingine? Jaji Rashidi akavuta pumzi. Baraka hakuficha siri moja tu, alificha mbili. Macho ya Mama Neema yakapasuka. Kuna siri nyingine? Kabla hajajibiwa, mlango ukafunguliwa. Yule mwanaume mwenye koti jeusi akaingia tena. Safari hii alikuwa ameshika saa ya mfukoni. Ilikuwa ile ile ambayo Adamu alikuwa amepewa na Kapteni Hamisi. Mama Neema akashtuka. Hiyo saa umeitoa wapi? Mwanaume huyo akatabasamu. Niliichukua. Kutoka kwa nani? Kwa mtu ambaye sasa hivi anaamini baada ana siri. Mama Neema akagundua jambo. Kapteni Hamisi? Hapana. Mwanaume huyo akatikisa kichwa. Kapteni Hamisi hajui hata kuwa ameibiwa. Ndani ya handaki walifika kwenye mlango mkubwa wa chuma. Ulikuwa umefungwa kwa kufuli la zamani. Danieli akajaribu kuuvunja. Ukagoma. Kapteni Hamisi akaichunguza vizuri. Kisha akasema, huu si mlango wa kawaida. Akaonyesha sehemu ndogo ya mviringo katikati. Unafunguliwa kwa ufunguo maalum. Adamu akakumbuka kitu. Akatoa pete ya dhahabu aliyopewa pamoja na daftari la baba yake. Kapteni Hamisi akapanua macho. Jaribu kuiweka hapo. Adamu akaingiza pete kwenye ile sehemu ya mviringo. Mlango ukafunguka pole pole. Mbele yao kulikuwa na korido nyembamba iliyokuwa imejaa makabati ya zamani ya hospitali. Lakini kitu kilichowafanya wasimame ni nyayo za matope. Nyayo hizo zilikuwa mpya kabisa. Danieli akazigusa. Bado ni mbichi. Mtu amepita dakika chache zilizopita. Amina akauliza, ni nani? Kabla Danieli hajajibu, sauti ya mtu ikasikika kutoka mwisho wa korido. Msogeze Adamu mbele. Wote wakageuka kwa mshangao, lakini hawakuona mtu. Kisha taa zote za korido zikawaka kwa wakati mmoja. Ukutani kulikuwa na picha nyingi za zamani. Picha za wagonjwa, madaktari na wafanyakazi wa hospitalini. Adamu alisogea karibu na picha moja iliyokuwa imechakaa. Alifuta vumbi kwa mkono. Macho yake yakapanuka. Kwenye hiyo picha walikuwepo Mzee Baraka, Kapteni Hamisi, Jaji Rashid na yule mwanaume mwenye koti jeusi akiwa na hana koti wala barakoa. Walikuwa wamesimama pamoja wakitabasamu. Chini ya picha hiyo kuliandikwa, Kamati ya Ulinzi wa Nyumba namba 13.
mwaka 2001. Kapteni Hamisi alitetemeka, akanong'ona kwa sauti ya chini, "Hapana, hii picha haikuwepo." Na hii ndio mwisho wa sehemu ya 6. Je, nini kinafuata katika sehemu ya 7? Endelea kutufuatilia kupitia hapa Simulizi Nova, uendelee kupata burudani hii ya nyumba namba 13.